Waheshimiwa waandishi wa habari, amani ya Mwenyezi Mungu iwe nanyi. Ni mkutano wa Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania, ambapo kama tunavyojua kwamba Jumuiya ya Maridhiano ya Amani Tanzania ni jumuiya inayoundwa na viongozi wa dini mbalimbali wa madhehebu mbalimbali katika dini ya Kiislamu na dini ya Kikristo. Na kwa umoja wetu, kama mnavyotuona tukiwakilisha, sisi ni baadhi tu, na mimi nikiwa kama mwenyekiti wa taifa wa Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania, leo tumeona tujitokeze hadharani kuzungumzia kadhia ya bandari ambayo imeendelea kuzungumzwa na Watanzania mbalimbali. Ndugu waandishi wa habari, Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania JMAT imefuatilia kwa makini na kwa muda mrefu kadhia ya bandari. Tumewasikia watu mbalimbali wakiwemo viongozi wa dini, viongozi wa serikali, viongozi kutoka katika vyama mbalimbali vya siasa, watu wa kada na nafasi mbalimbali, na wananchi wengine kwa ujumla wakilizungumzia suala hili kwa mtazamo tofauti. Ndugu waandishi wa habari, JMAT ni jumuiya ambayo inaundwa na viongozi wa dini mbalimbali na wa mila. Imeona ni vyema itoe neno la baraka katika kadhia hii. Tunaomba tuwakumbushe wa Tanzania kwamba kutofautiana rai, mitazamo na fikra kwa wanadamu ni jambo la kimaumbile, na huko kutofautiana ndio ubinadamu wenyewe, na tofauti hiyo isitazamwe kama ni uadui. Kadhia ya bandari, tumeshuhudia Watanzania wakiwa na rai tofauti na mitazamo tofauti, na ni haki ya msingi ya wanadamu, kwa sababu hivyo ndivyo Mungu alivyotuumba, tuwe tunatofautiana kifikra, mitazamo na kadhalika. Maana huko kutofautiana ndio binadamu wenyewe. Kwa hiyo sisi kama Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania, kwanza tunapenda kuishukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na hasa rais wake mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa kutoa uhuru wa kutosha kwa Watanzania kusema na kupaza sauti zao. Tunaishukuru serikali imetulia na imekuwa sikivu kwa wote, waliotoa michango yao, ambao ni watoto wa Tanzania. Na Tanzania itaendelea kuwa ni baba na mama wa Tanzania wote. Hivyo basi, tunaiomba serikali ichukue nafasi yake kama baba, na tunaomba Watanzania kwamba hapa tulipofika sasa, tuiachie serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuiamini kwa maslahi mapana ya nchi yetu, ili iliendee jambo hili kwa namna bora zaidi. Narudia, tunawaomba Watanzania kwamba hapa tulipofika sasa, tuiachie serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuiamini kwa maslahi mapana ya nchi yetu, ili iliendee jambo hili kwa namna bora. Serikali inastahili kupongezwa kwa kila aliyetoa mchango wake, pia anastahili kupongezwa katika kadhia hii, na anapaswa kushukuriwa pia, maana mchango wake ni wa thamani pia kwa taifa, na pengine nia yake ni njema. Wananchi wote kiuhalisia ni kama watoto wa familia moja, na mzazi wetu ni serikali iliyopo madarakani. Kwa kuwa jumuiya hii ni Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania, tutaendelea juu ya kuhimiza maridhiano na amani ya nchi yetu. Na ndugu waandishi wa habari, JMAT
Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania itaendelea pia kuiombea nchi yetu, serikali na wananchi kwa ujumla kuwa na roho ya amani, maelewano, upendo, utengamano na umoja wa kitaifa. Tanzania ni yetu, amani kwanza, amani kwanza, Tanzania ni yetu. Hii ndiyo Tanzania juu ya kadhia tusaa, kadhia iliyopo hivi sasa ya bandari katika nchi yetu ya Tanzania. Tunawaomba na kuwashauri wa Tanzania kwamba tulipofikia sasa kwa maslahi mapana ya nchi yetu, basi tuiachie serikali sasa na kuiamini ili waone namna bora ya kuliendea jambo hili. Asanteni kwa kunisikiliza. Pili. Jambo la pili, Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania tunapenda kumpongeza sana Askofu Alex Malasusa ambaye ni mwana maridhiano kwa kuteuliwa sasa kuwa mkuu wa kanisa la KKKT Tanzania. Hili ni jambo jema sana. Uwezo wake, uzoefu wake tunaujua. Hata alipoliongoza mwanzo kanisa la KKKT kwa mara ya kwanza akiwa kiongozi mkuu, tuliona utendaji wake wa kazi. Na leo kwa mara ya pili tena ameteuliwa kuwa mkuu wa kanisa hilo. Sisi kama Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania tumefarijika sana. Ni kiongozi imara tunayemwamini ambaye anaendana na dhana yetu ya mahusiano na maridhiano kama ilivyo jumuiya yetu. Tunamshukuru Mungu na Mwenyezi Mungu aendelee kumsimamia. Asante. Ushauri wetu ni huu kwamba hatuna sababu ya kujibizana viongozi wa dini. Hatuna sababu ya kujibizana kama Watanzania. Tumesema kwamba kutofautiana rai si uadui. Hayo ndiyo maumbile ambayo Mwenyezi Mungu ametuumbia. Kwa hiyo tunawashauri viongozi wetu wa dini wasitupiane maneno. Wasitupiane maneno kwa sababu hayana afya kwa maslahi ya nchi yetu. Afya ya nchi yetu, mnapotofautiana, mnafika mahala, mnaelewana, mnasonga mbele. Tanzania ni kioo cha Afrika. Si Afrika Mashariki tu, ni kioo cha Afrika na dunia nzima kwa swala la amani. Kwa hiyo si jambo la sawasawa kuruhusu namna yoyote ambayo itatuvuruga na hatimaye tutakosa mahala pa kukimbilia. Kwa hiyo tuendelee kwa desturi yetu ile ile kumaliza matatizo yetu sisi wenyewe.